Yang murah lalu cerah
Nasogea mbele zako nikiwa mtupu, sina cha kutoa bali natoa maisha yangu, uyatumie kama upendavyo, uyatumie maishani mwangu. Nasogea mbele zako nikiwa mtupu, sina cha kukupa bali nakupa maisha yangu, uyatumie kama upendavyo, uyatumie maishani mwangu. Nasujudu, wewe ndiwe muweza yote, na kuinua nasujudu, wewe ndiwe muweza yote Baba, wewe ndiwe muweza yote Baba. Haleluya, haleluya. Kwa sababu ya muda nitakubariki zaidi siku nyingine. Haleluya. Basi jioni ya leo sina budi pia kumshukuru mke wangu, na mke mzuri sana, anaitwa Joan. Nimemwacha pale Kilimanjaro. Ninampenda sana. Najua atakuwa akiangalia haya mahubiri kwa njia ya mtandao, lakini nakupenda sana mke wangu, na anaomba kwa ajili yetu mahali hapa. Na watoto watatu, na mwingine yuko tumboni. Kwa hiyo usiangalie mwili wangu ukazani ni mtoto mdogo. Amen.
ina wakina Ndito na wanaendelea kukua. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Basi jioni ya leo nitaelezea juu ya kazi za mapepo. Maana katika ulimwengu tulio nao mambo mengi mabaya ambayo yanatendeka katika ulimwengu tulio nao siku za leo, sehemu kubwa ni kazi za mapepo. Mapepo ni nini? Mapepo ni moja ya malaika ambao walimwasi Mungu wakiwa na malaika mkuu aitwaye Lucifer, ambaye kwa sasa anaitwa Ibilisi, Shetani. Maana jina la Lucifer ni jina jema, lakini alipoasi anaitwa Ibilisi, Shetani. Yeye ni baba wa uharibifu, yeye ni baba wa mauti. Shetani alipoasi mbinguni, Mungu alimpatia nafasi ya kutubu, kuacha njia ambazo alikuwa akizifanya, kubadilika na kuendelea kumheshimu Mungu mbinguni. Lakini Shetani alikataa kutubu, maana alitamani amiliki ulimwengu huu. Kwa hiyo aliamua kumwasi Mungu pamoja na malaika wenzake, wakiwemo majini ambao ndio malaika wengine ambao ni majini. Lakini leo sizungumzii majini, nazungumzia mapepo. Maana pepo zinasumbua zaidi ya majini. Maana majini yako juu ya mapepo. Majini ni makamanda, ni kama wazee wa Kimasai wale malaibon. Taweza kuwafanisha hao ndio majini, na wale viongozi wa chini hao ni mapepo. Hata nazungumzia wale wa chini. Mara kwa mara hata kwa mila za Kimasai, wale wazee huwa si wakorofi, lakini wale viongozi wa chini hao ndio wakorofi. Kwa nazungumzia wale wakorofi sana, wanaesumbua maisha ya watu. Najua hata uliopo mahali hapa unasumbuliwa na watu, lakini leo nitazungumzia juu ya kazi za majini na tabia zake. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akumuumba wanadamu na tabia mbaya. Mungu akumuumba wanadamu na uvutaji wa tumbaku. Mungu akumuumba mwanamume ampige mke wake. Mungu akuumba mwanamume awe mlevi kiasi kwamba anajikojolea mwili mzima. Najua wako wazee wa Kimasai, najua wako wazee wa Kitanzania, najua wako wazee wa Kikenya, najua wako wazee wa Kizungu ambao wanakunywa mpaka mikojo, wanakunywa mpaka wanajinyea barabara waoni. Lakini hiyo ni kazi ya mapepo. Maana ziko pepo za ulevi, ziko pepo za ulevi. Mzee mlevi ukimpatia vibuyu 20 vya pombe anakunywa vinakwisha. Ukimpatia maji ya Kilimanjaro lita 1.5 hawezi kunywa, lakini vibuyu 20 vinaisha, ambavyo vinalita zaidi ya 20, lakini maji ya Kilimanjaro hawezi kunywa. Unajua anayemsaidia ni nani? Kuna mapepo ya ulevi. Unaweza kuweka lita 20 za pombe tumboni ambazo zinaharibu figo, zinaharibu maini, lakini maji lita 1 tu huwezi kunywa. Wakati kazi ya maji ni kusafisha pia figo, kusafisha maini yako, kusafisha damu yako ili uwe na afya. Na kazi ya pombe ni kuwa figo, kuwa maini. Najua uko mzee hapa, uko kijana hapa,
tayari umeshaanza kuugua figo. Ukikimbia kidogo unasikia maumivu huko, unasikia huko, unahema sana. Hiyo ni kazi ya pombe. Na naongezea zaidi, mimi nilikuwa mlevi zaidi yako, japo nilikuwa nakunywa chang'aa ya kizungu. Unafahamu chang'aa ya kizungu? Konyagi. Nilikuwa na uwezo kunywa chupa mzima, ule mzinga mkubwa, bila kupunguza makali. Lakini Yesu aliponikomboa niliacha kunywa konyagi. Niliacha bia. Bia ilikuwa na uwezo kunywa hata chupa 30. Maana bia ilikuwa kama uji. Hata ukinywa nyingi haulewi sana. Lakini konyagi ukinywa unaanza kuona mambo. Leo lazima mchukie pepo wa ulevi. Wazee wengi hapa Longido wameumiza wake zao kwa sababu ya ulevi. Wazee wengi hapa Longido wana pesa, wameacha kusomesha watoto kwa sababu ya ulevi. Si kwamba pesa hawana. Wazee wa Kimasai wana pesa, wanalalia pesa, lakini pombe umeipa nafasi ya kwanza kuliko mke wako, kuliko watoto. Hiyo ni roho. Leo lazima umrudie Yesu. Usipomrudia Yesu, tutakuzika kwa kuharibika ini. Maana pombe inaharibu ini, na ini liko moja. Hauwezi weka ini la ng'ombe ukaishi. Hauwezi weka ini la mbuzi ukaishi. Hauwezi weka ini la kondoo ukaishi. Afadhali figo ziko mbili. Hata hapo jirani hapo Kenya, siku hizi watu wanauza figo. Anauza moja, anabaki na moja. Lakini pombe ikiwa zote, mwili unajaa maji. Nashangaa miguu inavimba, nashangaa kitambi cha magonjwa, macho hayaanzi kuona vizuri, mikono inatetemeka. Ni pepo la pombe. Mungu ameniambia niongee kitu. Kwa nini nagonga hapo sema pombe? Sio tu wazee, hata vijana. Umekosa maendeleo kwa sababu ya ulevi. Ndio. Panda asila, panda. Ukipanda moli, mimi napanda Roho Mtakatifu. Ukipanda moli, mimi napanda Roho. Rikala boshando. Afu tuone. Haleluya! Haleluya! Niko mahali hapa ili upone. Nilikuwa mlevi kama wewe. Wanifungue Biblia. Tafungua Biblia. Cha Mathayo sura ile ya 12. Na ule mstari wa 20 wa 3. Mathayo sura ya 12 na mstari kuanzia wa 3. Unaisikia mahubiri haya? Sio mahubiri tu walevi wa huku Longido, hata wewe mlevi uliye Ulaya, acha pombe. Wewe mlevi uliye Kilimanjaro, acha pombe. Mathayo sura 12. Kuna upepo mkali sana hapa. Amtokapo mtu upitia mahali pasipo na maji, akitafuta mahali pa kupumzika asipate.
Alafu usema nitarudi nyumbani kwangu nilikotoka. Hata akija aiona tupu, imefagiliwa na kupambwa, mala huenda akachukua pamoja naye pepo wengine 7 walio waovu kuliko mwenyewe, nao uingia ukaa umo, na mtu yule hali yake ya mwisho huwa mbaya kuliko ya kwanza. Ndivyo itakavyokuwa kwa kizazi hiki kibaya. Nimesema mapepo yana tabia. Kila tabia mbaya, kila tabia ya uharibifu, kila tabia ya magonjwa, kila tabia ya laana, kila tabia ya kifo, chanzo chake ni mapepo. Mapepo hufanya kazi mmoja mmoja, na yule mmoja anaposhindwa utafuta wenzake. Kwa mfano, kama ni pepo la uzinzi, pepo la uasherati, linapokuingia moja, kila siku unazini na mwanamke mmoja, lakini baada ya kuombewa yule jini maaba akatoka, na kisha baada ya kukutoka mwilini mwako ukaacha kujifunza neno la Mungu, ukaacha kujazwa Roho Mtakatifu, ukaishi maisha yasiyo na hofu ya Mungu, yule pepo ana kawaida aendi kuzimu chini ya ardhi, huwa anazunguka mahali pasipo na maji, na kisha baadaye huyu pepo huwa ana kawaida ya kurudi mahali alikotoka. Akija katika maisha yako, akiona uko safi, Roho wa Mungu hayupo, neno la Mungu halipo, Yesu hayumo ndani yako, Mungu hayumo ndani yako, anaenda tena kuzimu, anawachukua mapepo wenye tabia ya uzinzi, ni wazinzi kuliko yeye, ili wewe uwe mzinzi zaidi. Anachukua wengine 7 na kisha anarejea. Akisha rejea ndani ya mwili wako usio na Yesu, usio na Roho wa Mungu, unakuwa mzinzi mara 7. Unashangaa hata mtoto wako unambaka. Wewe umoja, kwa nini mzee anambaka mtoto wake? Kwa sababu ana mapepo 7. Haya mapepo yanaondoa utu, yanaondoa ubinadamu, yanafanya mzee abake binti yake, yanafanya kijana ambake dada yake. Kwa maana hii ni kazi ya mapepo. Mwanadamu asiye na pepo hawezi zini na mtoto wake. Kijana asiye na pepo hawezi mtamani dada yake. Lakini kazi ya mapepo ni kuondoa ubinadamu. Kila tabia ya kishetani inatokana na mapepo. Naongea na mtu, naongea na mtu, naongea na mtu, naongea na mtu. Kama ni pepo la usengenyaji, maana Mungu hakumba wanawake au wanaume kusengenya wengine, kuongea mabaya kwa ajili ya wengine. Ulikuwa na pepo moja la usengenyaji, linapokutoka linapita mahali pasipo na maji. Nini maana ya maji? Unajua duniani kuna roho kuu mbili.
duniani kuna roho kuu mbili. Hizi roho zinafanya kazi katika maisha ya watu. Roho ya kwanza ni roho ya Mungu, ambayo roho hii imo ndani ya watu waliomwamini Yesu, wakazaliwa mara ya pili, wakaokoka, wakadumu katika mafundisho, wakawa washirika wazuri wanayempenda Mungu. Sasa hii roho ina tabia za Mungu, haina tabia za uharibifu, haina masengenyo, haina uongo, haina wizi, haina hasira. Inafika mpaka mahali unaua mtu kwa hasira, haina hasira hiyo. Na pia kuna roho nyingine ni roho ya shetani. Roho ya shetani inafanya kazi kupitia mapepo na majini. Na hizi roho mbili zinakaa ndani ya maisha ya watu. Sasa ni uamuzi wako kuchagua umwamini Yesu ili roho ya Mungu ikuongoze. Roho ya Mungu ikiwa ndani yako hauzeki kama mlevi. Roho ya Mungu ikiwa ndani yako hauzeki kama mchawi. Niangalie hapa, sina miaka 28 wala miaka 30 wala 38. Siongee uongo. Nimezaliwa Ocean Road, Dar es Salaam, miaka 40 iliyopita. Uwezi amini, kwa maana roho Mungu ananifanya kuwa kijana. Haleluya! Kwa Yesu hakuna kuchoka. Angalia sura yangu inapopendeza. Hakuna jini, kuna Mungu ndani yangu. Jini likikaa ndani yako, pepo likikaa ndani yako, kijana wa miaka 18 unako kama vile babu wa miaka 80. Umepinda na pombe, umepinda na bangi, umechoka, lakini mahali roho yupo watu hawazeki. Haleluya! Mwangalia mtumishi wa Mungu Mika, nimesoma naye huyu pale Mount Meru, lakini angalia hii sura. Sio sura ya Masai anayekunywa pombe, si sura ya Masai anayepiga mke wake. Ukiona ngozi inang'aa, ujue anampenda mke wake, na mke wake anampenda. Maana penye upendo watu hawazeki. Haleluya! Naongea na mtu. Huko na mwanamume sio imeharibika, hakuna upendo ndani ya nyumba. Baba macho, mama amechoka, hakuna upendo. Aliporoa Mungu pana upendo. Kama ni ndoa ina amani, hata kama unakula ugali na dagaa ambao Masai awali, una amani, una furaha. Lakini pasipo na upendo wa Mungu, hata ule mbuzi kila siku au nepi sura yako inakonda, moyo unakonda. Maana baada ya kula ukiingia chumbani, ukimwangalia mume wako unaona pepo, ukiangalia mkeo unaona pepo. Nambia sogea huko, sogea huko. Haya ni maisha ya mapepo. Shetani apendi watu wanandoa wafurahi ndoa. Pepo mchafu amtokapo mtu upita mahali pasipo na maji. Nitakupatia tafsiri ya maji. Yohana sura ya 7. Sura ile ya 7 Yohana. Mstari kuanzia 38 mpaka 39. Yesu anasema baada ya sikukuu, akasema mwenye kiu na aje na anywe.
Ndio. Maji yaliyo hai. Enkare maishu. Na akasema aniaminie mimi. Nejo ora Allah okde nanu. Aniaminie mimi. Ora Allah iruk nanu. Mito ya maji ya uzima. Ore ngonyaka angari yake ngishui. Maji yaliyo hai. Enkare maishu. Yatatoka ndani yake na kububujika. Kisha akasema mwandishi, alizungumzia hayo maji ya uzima, alimzungumzia Roho Mtakatifu. Palipo na Roho wa Mungu pana uzima, palipo na Roho wa Mungu pana afya, palipo na Roho wa Mungu pana amani, palipo na Roho wa Mungu pana maisha marefu. Nisikize mwana wa Mungu, achana na roho tungai alrao yangai na loki. Angai narok tungai yangai narok. Yangai na loki yule Mungu mweusi. Tungai nai narok Mungu mweusi. Yeye ni mweusi na roho yake ni nyeusi. Tafuta roho ya Mungu. Ikiingia ndani yako utang'aa kama sisi. Haleluya. Naongea na mtu. Naongea na mtu. Ngai na loki. Ore nai narok. Wazee wanamuita Kimasai Mungu mweusi Narana jola. Ngai narok. Mbaya huyu. Akiingia ndani ya boma wanawake wanauana. Wao wanauana. Lakini Mungu aliye hai, Mungu mwenye utukufu, ni roho ya uzima. Sioni leo unamhitaji roho wa Mungu, maana haipo roho wa Mungu kuna chemichemi za uzima. Mahali pasipo na maji ni pakame. Ardhi imekufa, mimea imekufa. Lakini angalia pale mahali pakavu, mvua ikinyesha ni pakame, lakini baada ya muda mimea itachipua, ardhi zitakuwa kijani, mbuzi wanatamani. Shetani ni mbaya, ana huruma. Leo ugonjwa wa ukimwi umekuwa ni hatari sana, na watu hawasikii wala hawaelewi. Ninaongea kama mchungaji niliyesoma. Kondom haizuii ukimwi. Kitaalamu kondom inazuia mimba 70%. Sasa kama mimba 70%, ukimwi itazuia 70% ngapi? Ukimwi 70% ngapi? Nitaongea kama kichaa, lakini kwa sababu ya Yesu. Tendo la ndoa, tendo la ndoa ongea, uwezi furahia usipokuwa kichaa. Naongea kama kichaa, ubili hivyo. Sikiliza, tafsirie watu, tafsiria. Kwa Mungu hakuna mkwe wala shangazi. Kweli ya Mungu haipindishwi. Awe baba mkwe, awe laibon, awe shangazi, lazima uhubiriwe. Kwa Mungu hakuna mila za Kimasai wala mila ya Kikwele. Akiwa amesimama na Isongu Kikwete, ni kabila yangu Mkwele, nitafungua kweli ya Mungu, sitapinda. Nitaambia Kikwete lazima uokoke. Haleluya. Maana Mungu neno lake lina nguvu. Yeye ndio anayejua madhara ya dhambi. Na kama ni mtumishi wa Mungu, hauna haja kuonea haya injili ya Bwana. Paulo alisema, sionei haya injili ya Bwana, kwa kuwa sio maneno yangu, ni ya Mungu. Naongea na mtu. Amen. Amen. Mimi sio mhubiri wa kupaka siagi mkate umeoza. Eti na roshoro yangu naweka samli imeharibika, imetoa funza. Wakati roshoroni tamu kweli, alafu neka samli yenye funza, siweki hiyo. Bora ile roshoro bila
samli. Media ilata. Kwenye ukweli Wala media sebara. hatupaki mafuta. Nemegeli ngorno asela. Eli unichukie. Esida ile legend bai. Lakini siku ya mwisho Agora ndio kulengi ngorno. utasema kijana yule mdogo Nidora la baki jana gidi. aliniambia ukweli. Aro ligabe sebara. Maana tumeambiwa Amedia kijo. ubilini kweli. Yezo ligwa sebara. Waamini Beiru. wasiamini. Yadaranya. Ili mradi tu muhubiri. Kaga na saja Ili gidi. siku ya mwisho Aro ndio kulengi ngorno. wasiseme hawakusikia. Yesu alisema kwa kuwa mmesikia basi hukumu iko juu yenu. Ni mambo mawili mwamue, mfanyie kazi au mpuuze. Naongea na mtu. Kuna vijana hapa zaidi ya 7 mmeathirika na ukimwi. Kuna mabinti zaidi ya 10 mmeathirika na ukimwi. Naona pia mabinti wengine kama 6 ambao mna tabia ya kutoa mimba. Kuna binti mwingine baba yako akupatia mimba na baba akasema toa kwa siri, mama yako asijue. Na tangu umetoa hiyo mimba una huzuni sana, lakini nasikia sauti ya Yesu inaniambia ni Mungu wa huruma. Shida haikuwa ya kwako, ni baba yako mwenye mapepo. Leo hii napoita watu kuombea mahali hapa, sina ya kuambia uje mbele yangu live, lakini njoo kimya kimya. Naona msamaha wa Mungu juu yako, naona neema ya Mungu juu yako, na Mungu atashughulikia moyo ule baba mwenye mapepo. Atuhubiri habari ya mzaa. Tunapohubiri kweli, roho ya Mungu iko mahali hapa. Roho ambaye Mungu alipotamka neno, roho akaumba. Mbele ya uwepo wa Mungu hakuna dhambi itakayofichika, hakuna uovu utakaofichika. Uko mwanamume mahali hapa, umepanga ujinyonge kwa sababu ya maisha yako, lakini jioni leo Yesu aliyefufuka amekufa kwa ajili yako. Usijinyonge. Mungu wangu ananiambia ugonjwa ulionao anaenda kukuponya jioni leo, na utakuwa na afya tele, na utaoa, na utafurahia ndoa yako. Roho Mungu yuko mahali hapa jioni leo. Wakati nahubiri Injili, ninaamini Mungu wangu hakuna jambo asiyoliweza. Huduma yangu sihubiri kwa sababu napenda kuhubiri. Huwezi kuelewa, mimi ni kijana na miaka 40 sasa, na sina kasoro. Nimesoma, nilichukua kozi ya engineering, masuala ya electronics, miaka 97. Electronics, umeme mdogo wa vifaa kama mic, video camera, amplifier, speaker. Mwaka wa 97 nisoma, nikamalia 98 mwishoni Disemba. Kwa hiyo nimesoma, tukiacha elimu ya theolojia pale Mount Meru University, lakini pia nimechukua masomo ya uongozi katika chuo cha John Maxwell kwa miaka 3. Kwa nina elimu, na pia ninavyokuambia hivi, mimi ni mfanya biashara. Nilikuwa mfanya biashara mzuri sana huko nyuma. Nilikuwa na shirika linaloitwa Mount Moria. Mount Moria ni mlima wa baraka ya Mungu. Tulikuwa tukiuza madini Thailand, China na mahali pengine. Kwa subiri nchi kwa sababu nina njaa. Nimeamua kuacha hizi kazi zote kumtangaza Yesu. Ninaongea jambo la ajabu. Mimi katika watoto wa baba yangu
yangu tuko wanne tu, nilikuwa nimeshindikana. Kulikuwa waanzilishi wa muziki wa hip hop. Yo, mchungaji Elia anafahamu. Maana Elia baba yangu mzazi ni mchungaji, ni baba yake wa kiroho. Aliokoka pale na mke wake, wakakulia wokovu pale, wakapokea wito pale, wakafunga ndoa pale. Mimi wakati huo naimba vyombo vya kanisa. Sisahau mchungaji Elia, ulikuwa mpia gitara bezi. Amen. Lakini baada ya hapo nilikuwa muuni, naimba vyombo vya kanisa usiku. Yo, swali imeshuka chini kama mtu amejinea. Lakini mwaka 94 nilikuwa na majini maaba. Hayo majini yaliniingia mwaka 91. Niliokoka mwaka 90. 91 nikamwacha Yesu kwa dhambi ya uzinzi nikiwa na miaka 17. Msichana nilimdondosha alikuwa ameokoka. Nikaona vijana wengi hawawezi kumkamata ule msichana. Nikachunguza siri yake ni nini, nikajua kaokoka. Nikasema mimi mtoto wa mchungaji, nayajua maandiko, tageuza andiko. Nikatumia kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ile ya 7 kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa 5, ambayo ili andiko linazungumzia walioana, waliofunga ndoa takatifu. Inasema msinyimane. Mwanamke usimnyime mwanamume mwili wako, na mwanamume usimnyime. Nikamwambia Mungu amesema tusinyimane, maana nilimjua mchanga kiroho. Binti akaingia laini, nikazini naye. Baada ya kuzini nikasikia sauti, mifupa na pasuka. Ikaniambia japo binti huyu ana ukimwi na umemwangusha kwa maandiko yako ya potofu, nitakupiga na ukimwi. Na shuhudia ushuhuda wazi, dalili zote za ukimwi niliziona ndani ya mwili wangu. Nikajua imekwisha. Nikaanza kuacha kwenda disco, nikaenda kanisani. Baba akihubiri, akiita mwaliko, ninaanza kulia, simwambii ni nini. Nikienda mbele siongei, kwa maana nilijua tayari nimekwisha. Lakini siku moja mama yangu anaitwa Esther akaniambia, mwanangu, nafahamu una mashaka ya kifo, unahisi una ukimwi, njoo kwa Yesu, njoo kwa Yesu. Nikamwambia mama, ni ukweli mama. Aliponiombea nilikuwa na majini ya mahaba, mapepo ya mahaba. Haya mapepo yalikuwa yananibaka. Unajua kubaka? Nikiwa ndani ya daladala, kubaka yananifanya vitu vichafu. Nikiwa kwenye gari yananifanyia uchafu. Usiku yanafanya uchafu. Nikipata msichana nikitaka nifanye na ujinga yananiondolea nguvu. Jamani, ni injili eh? Majini maaba yanaondoa nguvu ya kiume, yana wivu. Kuna majini yanaondoa nguvu ya kiume, na kuna majini ambayo yanakupatia nguvu ya kiume kuharibu wasichana. Sasa ya kwangu mimi yalinioa, yakawa nikiwa na msichana wanasema vijana jogo awiki. Jamani, ni injili. Usizani kwamba mimi nimetoka mbinguni kama Yesu. Na damu na nyama kama wewe. Baba yangu mchungaji askofu alinishinda.
Ego. lakini Yesu Aga wale Yesu. leo ameniita Ai boroni. mimi nisiyefaa, Wale la wale. mimi nisiyestahili. Leo nahubiri habari njema. Naomba sikiza mtu wa Mungu. Kwani wale langai. Baada ya mama kuniombea, Wale bao monogi yeyo. majini mawili yalitoka. Na ibang lelo idwe. Tunaondoka. Mwanamume anaongea kama mwanamke. Tunaondoka. Nero na nirende ndiko. Ndiko tunaondoka. Yakaondoka. Na uwe uwezo uko hapa. Ninavyokuambia, sina ukimwi, sina gonoria, sina kaswende. Na watoto wangapi? Na sasa hivi kuna mwingine yuko tumboni kwa mke wangu. Ana miezi 5. Alafu mimi sijipigi debe. Najua kupenda. Naendaga kliniki na mke wangu. Nashika begi naenda kliniki. Amelishwa dawa, ndio si mpenzi wangu. Nani mwingine nilishe dawa? Maana wanaume wasiopenda. Kuna wanaume wajinga. Babangu aliniambia, ukitaka mke wako akupatie mapenzi ambayo wanaume wengine hawayapati, mpende, muhudumie, wakati mwingine mpikie chakula, wakati mwingine muogeshe. Kuna mapenzi wanaume hujawahi kuonja kwa mke. Wewe sio mbwa unamfukuza au jogoo. Unajua kuna wanaume, ngoja niongee, pengine sio hapa au kwingine, lakini nafahamu baadhi ya wanaume, hata Wamasai wapo kama jogoo. Akirudi nyumbani aje kumwambia nakupenda, anamfukuza kwenye miba. Akimaliza anamtelekeza. Mwanamke anaugua. Mwanamume sio jogoo. Mwanamume sio jogoo. Kama uko hapa jogoo, uko leo. Mke wako ni mrembo mno. Jifunze kumpenda. Jifunze kuongea naye. Vunja mila za Kimasai. Mapenzi hayana mila, yana uthamani. Inauma hiyo eh? Hiyo ndio Injili. Tukiwapenda wake zetu. Ukimwi hautakuwa ndani ya nyumba. Hautatafuta wanafunzi shuleni. Maana upendo ukiisha, ukimwona mwanafunzi changanyikiwa. Maana upendo unahamishwaga. Umeona dada, wewe si mwalimu asema najua tena mwanadamu. Unatumia maandiko. Hata Daudi alikuwa dhaifu. Alikuwa Daudi, sio wewe. Si Daudi, sio wewe. Usitumie maandiko kukizi mahitaji yako ya kishetani. Ya kishetani. Neno la Mungu sio sera za siasa. Kwamba CCM imponde Chadema, Chadema aponde kafu. Neno la Mungu ni kweli na uzima. Leo ukiamini, kila jambo linawezekana. Naomba tuishie hapo. Nitaendelea, niko bado hapa. Sitaondoka. Niko hapa. Mbao tano naisha, niko hapa. Naomba niishi hapa leo. Lakini nazungumzia mapepo. Pepo zimekuwa zikiharibu sana tabia za watu. Ukiwa ni Masai, ukiwa ni Mkenya, ukiwa ni Mkwele, ukiwa ni Mchaga, ukiwa ni Mpare, ukiwa ni Mkamba, ukiwa ni Mkikuyu, ukiwa ni Mjaluo, ukiwa ni kiongozi wa serikali, maana siku ya mwisho kila goti litapigwa. Kila goti. Kikwete atapiga magoti. Kenyatta, Uhuru atapiga magoti. Obama atapiga magoti. Kila rais anasema Yesu ni Bwana. Maana siku zimekaribia. Maisha yamekuwa ni mafupi mno. Kilio changu, napoona watoto wanaharibikiwa, vijana wanaharibikiwa, wazee wanaharibiwa, lakini Yesu alikuja ayafukuza mapepo yaliyo ndani yako. Hiyo tabia sio tabia yako, ni mapepo. Lazima uyakataa leo. Hiyo tabia sio tabia yako, ni mapepo.
mzinzi, uliumbwa uwe na mke wako au mume wako, au kumbwa uwe mlevi, uliumbwa uwe kitu kizuri, au kumbwa uishi maisha ya laana. Si mapenzi ya Mungu. Lakini jioni leo Yesu yuko hapa. Omba sahi. Naomba kila mmoja afunge macho yake. Kila mmoja afunge macho yake. Unafahamu mapepo gani yanakusumbua? Unafahamu ni dhambi gani? Umejaribu kushinda, umeishindwa. Maana huwezi shinda dhambi kwa nguvu yako. Huwezi shinda mapepo kwa nguvu yako. Lakini jioni leo ukisema Yesu, nahitaji msaada wako, yuko mahali hapa. Yesu alinifufua, na katika huduma yangu ni mwaka wa 20. Mungu amenitumia kama mtumishi wake. Watu zaidi ya 100, watu zaidi ya 70 Mungu aliwaponya wenye ukimwi. Nyosha mkono wako juu. Nyosha mkono wako juu. Ni mikono ya wengi mno. Leo ni siku ya ukombozi wako. Ni siku ya kwanza leo. Ninaona majini pia kikuacha. Pepo zitawaacha. Magonjwa yatawaacha jioni leo. Nguvu ya Mungu iko mahali hapa. Yesu yuko mahali hapa. Atakugusa mahali ulipo. Hizo roho za ibilisi zitaachia maisha yako. Haya mapepo yataachia maisha yako. Hizo dhambi zitaachia maisha yako. Zitaachia maisha yako. Hebu naomba unifuate maombi. Sema Bwana Yesu. Sema Bwana Yesu. Sema Bwana Yesu. Niko mbele zako jioni leo. Mimi ni mwenye dhambi. Sistahili wala sifai kuitwa mwanao. Lakini kwa msamaha wako na kwa huruma zako jioni leo nasogelea msalaba wako wa ukombozi uliomwaga damu kwa ajili yangu. Bwana Yesu, nisamehe dhambi zote nilizokutenda kwa kujua na kutojua. Futa jina langu katika kitabu cha hukumu. Andika jina langu katika kitabu cha uzima. Kuanzia leo nisafishe kwa damu yako, damu ya agano jipya. Ondoa kila dhambi kwa damu yako. Ondoa kila laana kwa damu yako. Ondoa kila mapepo kwa damu yako. Yesu, ninamkataa shetani jioni ya leo na kazi zake zote. Nakataa mapepo jioni ya leo na tabia zao zote kwa damu yako Yesu. Nimeokoka. Shetani, achia maisha yangu. 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 Kwa jina la Yesu. 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 Pepo, lipuka sasa. Majini, achia sasa. Achia sasa. Kwa nguvu za Yesu. Pepo, lipuka. Achia huyo. Achia. Majini achia. Magonjwa achia. Kwa mkono wa Yesu. Alakaes. Rabakarabosa. Ramakaroriasa. Rakarabo. Pepo achia. Magonjwa achia. Achia. Kwa moto Yesu. Achia kaes. Pepo achia. Ndio. Nguvu inashuka. Omba. Nguvu inashuka. Inashuka. Yes. Pepo achia. Alakaes. Achia roho za magonjwa, kila aina magonjwa kwa mkono wa Yesu Kristo.
Achilia. 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 Tunavunja. Tunavunja. Thank you Jesus. Kuna watu mnasumbuliwa na ndoto za kulala na wanawake na wanaume. Haya mapepo yanaharibu afya. Haya mapepo yanaharibu ndoa. Kama mwanamume hawezi kuoa, hata kama akioa ndoa yake inaharibika. Kama mwanamke vile vile hawezi kuolewa, hata kama akiolewa zinaachilia yeye. Pepo chase. Power Jesus. Touch him. Touch his life. Transform. Yes. Transform, yes. Kwa moto roho. Achia. Kama unasumbuliwa hiyo roho, sogea hapa mbele. Usione aibu. Kuna nguvu isiyo ya kawaida. Hiyo nguvu ni nzito mno. Naomba kama kuna wahudumu usaidia watoto hao wadogo, kwa sababu hii ni nguvu nzito mno, hataweza kustahimili. Naona kuna watu wanaogopa kufa mahali hapa. Ni mapepo ya hofu ya kifo. Sogea mbele mahali hapa. Nguvu ya Mungu iko mahali hapa. Mapepo yatakuachia. Usiogope. Usiogope. Kuna wanawake mahali hapa. Una uvimbe. Uvimbe ulio nao umo ndani ya kizazi, na ukishika hivi unasikia. Inaona kama wanawake watatu hivi wana hiyo shida uko ndani ya uvimbe, na ukiinama sikia maumivu. Kama uko mwanamke una hiyo mahali hapo nyosha kunako juu. Ukishika ndani ya tumbo unasikia kama kuna kitu kimevimba, na ukiinama unaumia. Kuna mahali hapa. Yesu ana uwezo wa kuondoa huo uvimbe bila operation. Huko mwanamke unayo shida, nyosha juu mkono wako. Nyosha juu mkono wako. Wewe mwenye hiyo shida, naonyesha mwanamke. Unayo shida. Unayo shida mwanamke. Unayo shida, usiogope, usione aibu. Yuko wapi? Panda hapa juu. Panda hapa juu kwenye madhabahu. Msogeze kwenye madhabahu. Mhudumu saidie. Huyo mama mwenye uvimbe. Na kama kuna mwingine panda hapa juu. Una uvimbe. Kuna nguvu ya Mungu mahali hapa. Kuna nguvu ya Mungu mahali hapa. Tangu Yesu amenikomboa, aniambia injili yako ikaambatana na ishara na maajabu na miujiza. Kuna kama masikio ya huko usikii, naomba nyosha mkono wako. Mahali nipo, wewe ambao sikio moja alisikii, iwe ni kulia au ni kushoto. Na kama hausikii masikio la kulia au ni kushoto, umenyosha mkono, naomba sogea hapa mbele. Sogea hapa mbele. Nguvu ya Mungu iko mahali hapa. Yesu wangu anaishi. Yesu anaishi. Hakuna jambo asiyoliweza. Kama usikii, panda hapa juu, utaona uwezo wa Mungu. Kuna wengine mmezaliwa amsikii, lakini Yesu anafungua masikio. Ausikii. Thank you Jesus. Hallelujah. Ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, oh ni wewe Bwana, ni wewe wasiosikia tu, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, oh ni wewe Bwana, oh ni wewe Bwana, ni wewe Bwana. Samahani kidogo, una uvimbe? Na mwingine na uvimbe, na mwingine
Wenye uvimbe kwanza wako wapi? Na huyu pia na mama. Una uvimbe? Muulize. Una uvimbe? Una uvimbe? Yes, namba shika mahali penye uvimbe. Shika mahali hapo. Hawana uwezo wa kwenda kufanya upasuaji. Mungu anaondoa hizo kansa za kizazi. Na utakuwa na afya tele. Ninaomba wahudumu wakae nyuma ya wao watu. Kuna nguvu ya operation ya Mungu. Hiyo nguvu ya Mungu inaposhuka, utasikia wakati mwingine kama ufahamu